Mheshimiwa mbunge amesema tunakesha, tunakula nyama mpaka asubuhi, tunacheza mziki mpaka asubuhi, lakini pia tunakunywa mpaka asubuhi. Naomba kila mmoja wetu awe na tahadhari na mwenzake. Ukimwona mwenzako pembeni amekunywa bia ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, anaanza kuyumba kidogo, mshike mkono, mnyanyue, muongoze aweze kwenda nyumbani. Tunatamani kila mmoja wetu auone mwaka mpya 2026. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana. Hafla maalum kwa ajili ya kupokea mwaka mpya, lakini lengo kuu hasa ni nini? Lengo kuu ni kuwakutanisha wananchi kwa pamoja wa jimbo la Mbeya mjini tunapokaribisha mwaka mpya, tupate nafasi ya kukutana pamoja, tusherehekee, tubadilishane mawazo, tujenge mahusiano, kwa sababu naamini katika maeneo haya zipo taasisi mbalimbali za kiserikali wakiwemo viongozi, lakini tunao machifu hapa, tunao askari polisi, vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa hivyo leo kwa pamoja tunakutana kwa ajili ya kufurahi na kusherehekea na kukaribisha mwaka mpya. Yapo makundi mbalimbali ya wajasiriamali kama bodaboda au afisa usafirishaji, lakini wapo makundi ya wajasiriamali dogo ambao ni machinga na wengine wengi ambao tayari tumeshawapokea. Kimsingi kutakuwa na burudani ya kutosha kutoka kwa wasanii, bendi mbalimbali kama ambavyo zilianza kutumbuiza hapo kabla na zitaendelea, na tukio hili litaendelea mpaka pale saa 6 kamili ambapo tutapokea mwaka mpya. Kipekee kabisa nipende kumpongeza baba mchungaji kwa ajili ya ombi zuri la ufunguzi, lakini nipende kupongeza bendi za muziki ambazo zinaendelea kutumbuiza hapa. Nina imani tutaendelea kufurahia tukio la leo na kushirikiana 25 na umaliza kwa amani mpaka 2026. Matarajio yetu makubwa tukadumisha amani, upendo, furaha na kuunda juhudi za serikali katika kila jitihada kila namna. Kimsingi tunashukuru sana Mwenyezi Mungu, maisha yakawe mapya, mambo yakawe mapya. Nashukuru tuko kwenye maandalizi ya mkesha wa mwaka mpya kama ambavyo kwa watu wengine walivyokuwa na matarajio, na mimi na matarajio yangu ambayo kimsingi huwezi kuweka wazi, lakini kutokana na kile kilichokuwa tumetegemea mwaka jana, nashukuru Mungu mambo yalienda vizuri japo kwa wengine, na hakuna siyejua kama historia ya Tanzania mwaka jana, mwaka uliopita kuna kitu gani kilikuwa kimetokea. Lakini kwa sasa matarajio yangu ni yale ambayo malengo ambayo nimejiwekea kwamba yanaenda kutimia, na nashukuru Mungu kwa sababu familia yangu na watu wote tuko salama.